Mwacha simame. Mwelekeze. Wewe Ako. Sielewi jamani. Mjomba wako yuko wapi? Ameondoka, ameenda kwenye mihangaiko. Si unajua yule vijana. Kize mzee. Ndio baba. Mwelekeze. Wewe ndio baba. Huyu mjomba wako. Ameondoka na mjomba wako. Sawa. Alafu nyie tukuje tuwafanye kitu kibaya. Uko mzima tuone si wabaya. Na akili. Sawa. Tunaomba muache kwetu. Tukija kwetu sawa. Tunakuja ndio wafanye. Ndio. Wewe ndio utakuwa sio. Shoko. Muonyeshe kazi yako ya shoko. Acha wacha. Wewe mzee. Hilo ni wewe unasikia? Unamjua Israeli wewe? Hapa. Kama ushai kumsikia Israeli, nakufa vibaya wewe. Fatuma hizo. Baba, ameondoka. Mke wa mshikaji. Yaani sisi tumependa kula tutoe mali. Mali zetu mnambia unarudisha afu tuchukue. Umesikia wewe? Ndio. Yaani tukirudi tena wewe unakisha nini ukisha na mpanga hapo? Achana naye. Tunaenda tukirudi tupate majibu. Umesikia wewe? Sawa. Rebeka, unajua mimi nakupenda. Sipendi kukuona ukiwa hivyo, lakini sawa, sinakuwa mnyonge. Najua inauma, naumia, lakini jua nakupenda. Furaha yangu ni kuona ukiwa na furaha kama tulivyokuwa nayo. Nakuahidi nitakuwa na wewe, nitakulinda, nitafanya chochote kwa ajili yako. Sawa mama? Achana naye,
na usimfikirie. Saizi fikiria uko na mimi, sawa? Mimi nitakuwa na wewe muda wote. Sawa mama? Nakupenda, sawa? Unaona kule? Siku zote unakuwa na furaha ukiangalia kule, ila leo furaha yako haipo. Tabasamu basi. Chumba. Mimi. Unajua wewe ni mzuri. Unaona haya baba? Haina tofauti na wewe. Nawaza hivi kwamba nikichukua iliwe, sawa? Nikuweka hapo. Kapendeza maandili yake. Wow. Ndio. Wewe ni mzuri. Leo unang'aa kama maua yalivyo. Kuna ua liko pale. Umeliona? Tukichukue. Alafu tutajua jinsi ya kufanya, sawa? Sasa hizi baa zote zingine zinafungwa saa 8, zingine saa 9. Sasa tunashindwa kuelewa wanaofanya matukio haya au wanakuwa wamekaa sehemu gani usiku. Inaonekana wanakaa kwenye mabaa huko, wengine wanatoka kwenye vilabu, wengine kwenye mabaa. Tukifanya usako huko lazima tunawaweza. Wewe mwenyekiti wa ulinzi inabidi uwe makini sana kwa hili swala. Inabidi usimamie sawa sawa, maana hao vijana sasa hivi wapange, wengine waga wanalinda mchana, wengine waga wanalinda usiku. Hii kwangu haina shida. Hii kwangu haina shida, lazima nitakuwa macho. Karibu. Asanteni sana. Asanteni. Asanteni. Na angalizo nyingine ambayo nimependekeza ni kwamba anayetaka kuwa na night club aandike kibali ndani ya ofisi ya kijiji, na akipewa mamlaka ya kwamba yeye grocery yake iwe pub, iwe bar yake, iwe club yake ni night club, kuna malipo ya kulipa ya night club, si ajiendeshee kwa sheria yake mpaka saa 8. Kwa hiyo swali lipange ofisi iangalie. Asanteni, nashukuru viongozi. Mimi nimekuja kuleta malalamiko. Kuna vijana wamenifuata nyumbani kwangu. Wale vijana wamenitishia mimi kunipiga. Wamenitishia kunipiga, wameshika shoka, wameshika mapanga, wameshika visu, wamenitishia kunipiga. Eti kisa wanamtafuta kijana wangu, na sielewi kijana wangu huko alipo. Amepatwa na nini na yuko wapi? Sielewi. Ndugu zangu, mpaka hapa nilipo kwanza hata pa kukaa penyewe na shino. Maana naogopa popote ndauawa mimi. Naombeeni hawa vijana
kwa kuwa tayari wameshanitishia, nimeleta uongozini. Mwenyekiti, nimekuletea wewe baba. Hilo swala wewe umeniletea halina tatizo kabisa. Nimeleta, nimewakuta wewe na viongozi wako. Najua hili mtalishughulikia. Na ndio maana tumekusikiliza. Sisi tumepewa uongozi kwa ajili ya kusikiliza matatizo ya watu. Asante. Na ndio maana sisi tumekaa hapa ofisini kwa ajili ya kujaji matatizo ya watu. Ina maana hao vijana sasa walikuwa wanataka nini? Sijajua wao lengo lao walipofika kwangu wamesema wana shida na kijana wangu. Sasa sijajua huyo kijana hapo alipo mjomba wangu mimi. Mtoto wa dada. Sielewi huko alipo ana nini? Yuko wapi? Amepatwa na nini? Sijui. Sasa hapo wewe kabisa wasiwasi wako nini au shida yako nini? Naogopa yule kijana kama mimi nimetishiwa na yeye anatafutwa. Mimi nijue yeye yupo kwenye hali gani? Ofisi umesikia? Hilo nimesikia. Kamati ya ulinzi umesikia? Kwa sababu na kamati ya ulinzi hapa, kamati ya ulinzi ndio inatakiwa nimkabidhi alishughulikie hili swala. Na pia sio kusema nitamwachia peke yake. Hili swala nitakuwa bega kwa bega na yeye, mwenyekiti wa ulinzi. Kwa sababu mimi mwenyewe ni mlinzi. Mwenyekiti wa ulinzi nakuachia wewe hili swala. Nashukuru mwenyekiti. Hili swala tunalipokea kwa mikono yote na lazima tulifanyie kazi. Lazima tulifanyie kazi mzee wangu. Hao vijana sijui kama unawafahamu. Ndio. Nawafahamu kwa sura na wengine wale nawafahamu kwa sura. Lakini yupo mmoja yule anajiita Mbaramwezi sijui yule. Mbaramwezi yuko. Eti ndo amekuja amenishikia na shoka mimi ananitishia shoka mimi. Anatishia shoka mimi. Jamani uongozi wa ofisi umesikia? Mwenyekiti, kamati ya ulinzi. Naomba jambo hili lifanywe kazi. Hapa kazi sasa hivi ianze muda huu. Haina baadaye. Ni muda huu mguu kwa mguu. Atueleshe hawa watu, tunawaleta hapa, tunawatia sheria ndani ya suluhisho. Hilo lisiwe na wasiwasi kwa sababu mimi mwenyekiti mwenyewe nimepitia mgambo. Kwa hiyo tutaenda na mimi mwenyewe tukiongozana. Hakuna kusema labda wataenda walinzi tu, tutaongozana pamoja na mimi mwenyekiti lazima nifike. Na hao vijana inabidi washughulikiwe. Sawa kijana? Asanteni sana. Tukiwepo na wewe. Sawa sawa. Hilo linajua limeshaisha. Asanteni ndugu zangu. Nashukuru kwa kunipokea. Asante karibu. Asanteni sana. Pole sana pole. Asanteni. Karibu tena kijana. Asanteni. Tusubiri hapo nje tukishamalizia kikao tunakuja. Asanteni. Maana matukio tumesema yamekuwa mengi sana. Yaani muda huu hamna kusubiri. Huyo mbaya. Kimya tusikie kelele, umesikia? Tulia. Sasa brutani wewe brutani. Unamwona wewe ndugu yangu? Tulia wewe. Sikia kelele hapa mjini hapa. Buruzani wewe wakisha
Sijemi huyu. Hapo. 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 Brother. Hapo umepata nini hapo? Brother, hapo. Shika na nini? Shika na nini? Brother, hapo. Jemi. Jemi. Hapo. Anapumua huyo. Hapo, bora. Bebe. Bebeni. Hapo. Peleka hospitali. Bebeni basi. Shika vizuri wewe. Shika hivyo. Shika vizuri. Nimeiona. Kitu kiko poa sana. Vipi ile issue ya jana vipi? Yule jamaa amepona kwa? Atakuwa mzima yeye? Nadhani mwaka tukampona. Yaani mtia kisu kabla hata kumalizia show kama nikaona tu. Ana wenge leo mimi mwanangu. Vipi unaumwa? Hauko poa kabisa sikuelewi. Demu anazingua wanangu. Anazingua nini tena? Anazinguaje Demu sasa? sio poa yani. Tupe mchapo anazingua. Toka jana tu hivyo kutoka kwa mshikaji. Tumemtemezea kichapo. Demu haeleweki. Haeleweki vipi na wewe? Yaani analia muda wote, analia eleweki, yani ambembeleza eleweki yani. Anazingua kama analia toka jana muda ule. Sana anazingua kinoma yani. Demu anazingua au mnasemaje mzee? Sikizeni wapande. Pande mzee baba. Sikizeni. Sasa hapa mimi nimeamua, sawa? Mimi nifanyizie kama vipi? Vipi washikaji wote mpite. Au Tupite. wote muone. Tupite yani. Itakuwa shemeji mzee? Siwe shemeji hiyo. Sikizeni shemeji yenu sio kabadilika yani haeleweki. Kana bado jamaa anaingia kimya anampenda kinoma yani. Haeleweki yani mimi anielewi. Kwa hiyo moyo wake uko kwa mshikaji tena. Sikizeni nyie mpite. Sana kama kuunganisha ongea naye ishambembeleza. Yaani ndio tanalia fanye chochote. Wewe unataka tukauone. Anazingua. Kama umeamua hivyo wake Hapo. Tupite. Sasa hapa tuende tumfanyizie. Kila mtu anapita, kila mtu auone. Huyo mtu auone. Kama ni mali zao acha achukue mali zao. Tembee. Tunamalizana. Sasa hivi mpaka lini wanangu? Sasa kama anazingua toka jana na hivyo. Umemwacha maskani. Yupo maskani kule. Sasa bado tunambeba, tunamchota. Maeneo yale mazingira yale anapita. Wazee wanapita. Hapo mambo yafika Hapo umeonaje hapo? Hakika muda huu Mshikaji hapo. Mwamshe. tuliamshe au sio? Umeelewa? Nasikia wana nyinyi. Umeelewa mtu wako? Ameamua yani. Mshikaji huko kweli kwa serious? Yupo serious. Hakika twenzetu. Fanya kweli. Baba. Sana. Pamoja unasahau basi. Na sawa moto tena wewe vipi? Twenzetu tunaenda kuamsha au sio? Twende. Hakika. Watembea hakika ndio hakika. Yaani mzee. Atajua.
tujipange wazee. Sio kirahisi. Jipange. Wala sasa sio kupinda tu. Yaani tunatafuta sisi au basi sikiliza. Au sasa sikiliza. Tuwakuta sisi hao. Mimi nahisi tuanze na mmoja mmoja. Yaani sisi tuwawahi kabla ya wao. Yaani kabla tujajipanga. Mwenyekiti ndio ametoa amri kali yani. Ameleta migambo wa kutoa. Wanangu, tukubali hakuna kutushika wanangu. Watatushikaje? Ndio hivyo sasa kuwafuata huko. Tuanze na mmoja mmoja. Tembea. Twende usilete maneno. Mama buti. Una nguvu sana wewe. Una nguvu. Tulia, msikiaje? Tulia wewe. Basi tulia. Basi tulia. Twende sana, chieni basi. Tulia. Oya mtoa tulia. Tulia. Oya. Kisae hoye. Kisae hoye. Nakaribisha mkutano huu, ajenda ya dharura kwa kijiji chetu cha Salale. Tumeitisha mkutano huu wa dharura kutokana na mambo yanayojitokeza kwenye kijiji chetu cha Salale. Kwa jina mimi katibu naitwa Anganile. Mimi ni katibu. Bwana kijiji cha Salale hoye. Karibuni sana. Katika mkutano huu. Sio msemaji sana, mimi katibu namkaribisha mwenyekiti. Salale hoye. Tumeitisha kikao hiki. Nina maana yangu. Maana matukio hapa kijijini yamezidi. Kuna vijana wanaacha kwenda kutoa posa, wanalazimisha mabinti wanabebwa. Hilo swala kuanzia leo nimelikataa. Alafu pia nimechukizwa sana na swala la juzi la kubakwa kwa Lebeko mpaka kupoteza maisha. Kwa maana hiyo, kama kijana anataka kuoa, inatakiwa aende akatoe posa au aidha wakubaliane na binti, ndio inatakiwa uoe. Aidha nikikuta wewe umelazimisha kumbeba binti bila hiari yake, sheria itapata mkondo wake, na ngazi za juu nimeshalipeleka hili swala.
Kwa hiyo kama kijana unaendelea na tabia hiyo, tafadhali sihitaji hilo swala liendelee. Katoe posa, tafuta washenga waende wakakubali. Wakishakubali ndio wewe sasa uoe huyo binti. Swala la kubeba hilo lilipita na wakati. Inatakiwa uende ukatoe posa ndio uoe binti. Sina takuna mbeba. Sawa? Ndio. Mimi nimemaliza. Haya, kama katibu hapo wale mwenyekiti na katibu wa kijiji mmeyasikia na mmeelewa. Tutakaribisha maoni au maswali au mapendekezo. Nakukaribisha wewe mdau mshambuliaji. Nashukuru kwa kunipa nafasi hii. Pia nashukuru kwa ajili ya ushirikiano ambao mwenyekiti ameweza kutoa kwa ajili ya kijiji cha Salala. Manake hapa kijijini yani tunakuwa tunapata shida sana, hususan ni mabinti. Manake vijana wamekuwa wakiwafosi watu wengine wanawabeba na kuwafanyia vitendo vya ukatili. Nashukuru sana kwa ajili ya kuitisha mkutano huu. Pia nisema asante sana kwa sababu najua hii tabia itakoma kabisa. Hayo matukio hayatajirudia tena. Asante. Baba. Asanteni kwa kupewa nafasi. Kwa majina anaitwa Rafa Michael. Asante ndugu mheshimiwa mwenyekiti, nashukuru sana kwa kutukomeshea hii tabia. Kwa sababu ninaona vijana wengi hapa, mabinti wengi wanakufa kwa sababu ya kulazimishwa kuolewa. Na vile vile wengine wanakunywa sumu kwa sababu ya kulazimishwa kuolewa. Tunalazimishana mapenzi. Hapana, haiwezekani. Hivi juzi kuna binti yetu amekufa kwa tukio la ubakaji. Amekufa binti yetu pale. Mwenyekiti, nashukuru sana endapo kama hiyo tabia itafutika. Nashukuru sana vitu zangu. Asante. Wengine au mtosheleza hayo. Napenda kutoa shukrani kwa kupoteza muda wenu, kwa kusikia wito wenu, kwa kusanyika hapa. Najua mnashukuru zenu. Hata siku ya leo hii nipende kwamba pongezi, mpigeni makofi mawili. Asante sana, tunawashukuru kwa zoezi hili liloongelewa, waliotangulia mbele ya hili baraza kusema tabia hiyo ikome. Hata ndoa za utotoni pia tabia hiyo ikome. Acha wanawake wenyewe na wanaume wapatane, vijana washirikiane wenyewe, waoane bila kufosiana. Tunasema asanteni sana, tunashukuru. Hilo swala kwanza ngazi za juu nimeshalipeleka hilo swala. Tutanitambua mimi ndani. Sawa? Ndio mwenyekiti. Kwa hiyo tunajua tumeishia hapa.